Bwana, huu ni usajili mkubwa ambao kwa sasa unatikisa barani Afrika na ni usajili ambao unatishia falme nyingi za mpira hapa nchini Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Yes, ni usajili ambao watu wengi sana walikuwa wanautamani. Kila klabu ilikuwa inatamani kuupata, lakini haijawa rahisi kwa sababu ya mipango mikakati ya kupata wachezaji wazuri huwa inatengenezwa na viongozi bora. Yes, Young Africans wanazidi kujitanabaisha na kujionyesha kwamba ni kwa namna gani ni klabu yenye ndoto na dream kubwa sana katika kuhakikisha wanatimiliza yale ambayo wameyapanga katika msimu huu wa 2025 2026. Yes, nini ambacho kinawapa jeuli au kinawapa uwezo wa wananchi kuwa na macho mazuri ya kutazama sajili bora? Basi ni kitu kimoja tu ambacho kinatokana na uwepo wa kiongozi mzuri mwenye misimamo na mitazamo mizuri sana. Huyu ni Engineer Hersi Said. Yes, ambaye amekuwa ni moja kati ya watu ambao ni kivutio kikubwa sana ulimwenguni katika masuala mazima ya uongozi bora wa mpira wa miguu. Yes, tumemshuhudia ni mwenyekiti wa vilabu vya barani Afrika ACA, lakini pia tumeshuhudia ni mtendaji mkuu wa kamati ya FIFA huko duniani sasa. Lakini pia tunamshuhudia ni Engineer Hersi Said ambaye ni rais na mwenyekiti wa Dar es Salaam Young Africans, ndio ambaye anawaliza watu wengi sana katika sajili zake. Ujue ni kwamba sajili ambazo Young Africans mara nyingi wamekuwa wakizifanya zimekuwa na mantiki na zimekuwa na ubora wa hali ya juu mno, achana na zile sajili ambazo zinafanywa na watu, kwa sababu yeye anafanya sajili ambazo ni bei rahisi lakini zina kiwango. Hii inatokana na mtazamo mkubwa, macho ya kuona wachezaji. Yes, kuna wachezaji ambao unakuta ni free agent, yani hawana team, lakini performance zao ni kubwa. Ushahidi mkubwa sana ulijionyesha katika msimu wa 2022-2023 wakati anamsajili Mudathir Yahya Bas kutoka katika klabu ya soka ya Azam FC, ambaye alikuwa hana team baada ya mkataba wake kumalizika pale Azam. Wakasema amezeeka, amechoka, basi outside of Azam FC. Young Africans kupitia Engineer Said alimuona akasema hichi kiwango anakiacha kinaelea, let me take this for advantages of wananchi. Yes, wakamchukua Mudathir Yahya Bas kwa manufaa mapana ya wananchi. Mpaka hivi sasa Mudathir Yahya Bas ni key player pale katika klabu ya soka ya Young Africans. Leo wamedondoka tena upya kuangalia sajili zenye viwango vya ubora wa hadhi ya juu mno, ambao mataifa 54 yes ambayo ni ya Afrika yana vilabu vyake ndani yake, ambao ni maelfu na maelfu ya vilabu hivyo vingetamani au vinatamani kuwa na wachezaji wa aina hii, ambayo kila mmoja anafahamu ubora wa hawa wachezaji si wa kubeza. Tumeshawashuhudia katika ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini wengine tumewashuhudia katika michuano ya CHAN huko katika mataifa matatu ambayo walikuwa waandaaji, Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Yes, hapa anamzungumzia Claude Jean Gilu Mugisha, ambaye ni kivutio kikubwa sana na ni moja kati ya wachezaji ambao majina yao yameenda mbali sana na wanahitajika kwa hali na mali kuweza kujiunga na klabu ya soka ya Young Africans. Lakini mbali na hapo kuna vilabu vingine ambavyo vinawahitaji hawa wachezaji. Yes, tumemshuhudia Claude Gilu Mugisha Msalja wakiwa wamegonga hodi mara kadhaa pasi na kujibiwa na mlango bila kufunguliwa. Tumeshuhudia Esperance Deportivo de Tunis. Yes, hawa hapa miamba kutoka huko Tunisia, and them walikuwa wanamhitaji Claude Jean Gilu Mugisha, lakini it was not easy for them. Open door was closed, mlango ulikuwa wazi, ulifungwa. Tulishuhudia pia CR Belouizdad ambao nao pia walimhitaji Claude Jean Gilu Mugisha, lakini wapi, ni Young Africans pekee ambaye mlango wake ulikuwa wazi na kuingia moja kwa moja, kwa sababu soft key it was used to open the padlock which is soft. Yes, wanasema soft key use it to open padlock, tough padlock, kwamba ufunguo mgumu mlaini unafungua kufuli ngumu. Ndiye ambacho anakifanya Engineer Hersi Said. Na mwamba mwingine ni kutoka katika taifa la Uganda, huyu the Uganda the Cleans, na ni mchezaji ambaye ni wa viwango vya juu mno, playmaker, the ginger maestro, mwamba ambaye ni
Alan Okello. Yes, kijana mdogo sana, umri mdogo, miaka 25, lakini best quality performance, and this is how it is. Na hivi ndivyo ambavyo hivyo kwamba yes, lazima tutaonekana popote pale ulipo kwa uwepo wa kiwango chako na performance yako. Hakuna ambaye anaweza asikiaminia au asielewe the real performance yako katika upambanaji wako. Ndio maana nasema kwamba Gill Mugisha na Alan Okello, the partnership yao ni nzuri endapo watajiunga na klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans katika msimu 2025-26. Na ikumbukwe kwamba ni msimu wa mashindano makubwa Young Africans akiwa katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya National Ahal Sfax na JSK. Yes, wakiwa na alama 4, hivyo wanahitaji kuongeza nguvu kwa kusajili wachezaji wenye kiwango bora mno ambao hawa wataisaidia timu kufikia malengo. Hawa wataisaidia timu kuweza kufika katika nafasi ambayo wanahitaji, na lengo kubwa la wananchi ni kuvuka makundi kwenda hatua ya robo finali ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na mipango yao inaendelea kusukwa kwa namna hii. Claude Jean-Marc Mugisha, yes, anatosha sana kuifikisha Young Africans robo finali na hata nusu finali. Tumeshuhudia Al Hilal Omdurman akifika hatua ya robo finali na nusu finali kupitia klabu yake ya Al Hilal Omdurman. Hii ni kwa sababu ya uwepo wa Claude Jean-Marc Mugisha. Yes, leo wananchi wanaitaka huduma yake, watafanikiwa kwa sababu tayari wapo na nguzo nzuri ya uongozi ambao inasema kweli na inajibu ndio, I need to perform or I need to play performly. Yes, Young Africans dhidi ya miamba hao kutoka huko Sudan, lakini pia Young Africans dhidi ya Uganda Decleans ambao wanamhitaji mwamba Alan Okello, mchezaji mwenye viwango vya juu mno, mchezaji mwenye mawazo chanya, na mchezaji ambaye amekuwa na kiwango bora, mchezaji ambaye amekuwa anauelewa vizuri mpira, mchezaji ambaye amekuwa ana kiwango chenye udhani wa hali ya juu mno. Yes, huku Alan Okello kule Mohamed Dumbia, lakini hapa yupo Pacome Pedro Zouzoua. Yes, Young Africans exceptional performance. Young Africans kwenye ubora wa hali ya juu. Young Africans ikihitaji kusimama vyema zaidi katika kuleta mafanikio na mapinduzi ya mpira wa miguu barani Afrika. Yes, it is. Na wao wapo katika kiwango hicho. Wao wakitaja kwamba wanahitaji kusimama vyema na kupata taji la ushindi. Wanahitaji kusimama vyema kuitengeneza club yao. Wanahitaji kusimama vyema kuitengeneza Young Africans. Wanahitaji kusimama vyema kuifanya Young Africans kuwa duru la kimichezo barani Afrika, kuifanya Young Africans kuwa golden eyes ambaye itakuwa inavutia watu wengi na wengi watanufaika nayo hapo. Alan Okello, karibu sana, lakini pia karibu sana Claude Jean-Marc Mugisha, the one and only majesty. Yes.